your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bana, gumzo limekuwa kubwa sana mtandaoni baada ya bondia wa ngome za kulipwa nchini Tanzania Hassan Mwakinyo kuweza kuposti matokeo ya Boxrec kwamba yeye kwa sasa ndio bondia nambari 1 Afrika kwenye uzito wa kati, lakini pia bondia nambari 1 katika ardhi ya Tanzania. Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kutoa taarifa kwamba kwa sasa yuko katika nafasi hiyo. Gumzo kubwa ni kwamba katika ile listi ambayo ilipaswa itajwe pale, Hassan Mwakinyo ameweza kufuta wengine wote ambao wako kwa chini yake na akawa ameacha jina lake pekee. Watu wakawa wanajiuliza kwa nini Hassan Mwakinyo amefanya kile kitendo cha kufuta mabondia wengine wanaofuata kwa chini baada ya yeye kuwa nafasi ya kwanza. Wengine wanajiuliza labda yeye amejiona ndio hana mpinzani kabisa katika ardhi ya Tanzania, kwamba ameshika nafasi ya kwanza Afrika, hakuna mwingine tena ambaye anaweza kafika level ile. Lakini cha pili watu wanachojiuliza, kwa sababu kwenye listi ya mabondia 10 bora wametoka Watanzania 3, ambapo wengine wanasema lingekuwa jambo la kujivunia kama Hassan Mwakinyo angeposti mkeka wote kuonyesha mabondia wote 3 ambao wameonekana kwenye 10 bora barani Afrika kwenye uzito wa kati. Wanasema alichokifanya Hassan Mwakinyo ni kama ubaguzi baada ya kufuta majina ya wengine ambao walikuwa wanashuka chini ya yeye akiwa kinara pale Boxrec. Lakini pia wengine wanasema hawa wengine hawamuhusu kwa sababu yeye amechukua kule Boxrec, ameposti katika nafasi yake tu. Kwa hiyo anaamini ya kwamba alikuwa anawajulisha mashabiki zake kwamba yeye ndio bondia ambaye anashika nafasi ya kwanza barani Afrika. Wengine wanasema kwamba Hassan Mwakinyo ameweza kuficha hawa mabondia wengine kwa sababu ameposti kwenye ukurasa wake, haimuhusu. Kwa wale ambao wanataka kujua kwamba hawa wengine ni akina nani, basi waendelee kufuatilia vyombo vya habari, lakini pia waende kule Boxrec wakaangalie kwamba mabondia wao wapo. Lakini pia wengine wanasema kwamba asingeweza kuwaachia hawa mabondia wengine waonekane, kwa mfano wa Richard Mtangi pamoja na bwana Matumla ambaye yuko nafasi ya 10 kwenye hii top 10. Hawa kwa sababu wako Mafia Boxing Promotion, kwa hiyo wako chini ya Mafia. Hassan na Mafia ni watu ambao hawaelewani, kwa hiyo Hassan Mwakinyo hawezi kuposti jina la bondia kutoka Mafia akaonekana kwenye ukurasa wake wa Instagram. Tusome kile ambacho amekiandika Hassan Mwakinyo, alafu tutakuonyesha hiyo posti jinsi ambavyo Hassan Mwakinyo ameikata ili watu wengine wasionekane. Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika, anasema niko hapa kuwajulisha ya kwamba yule bondia mlevi ambaye hakuwa level yangu amenirudisha tena kuwa top namba 1 Afrika na namba 37 kati ya mabondia 1950 kidunia. Hii ni world rank. Haikuwa na ulazima niseme, lakini sababu industry imezungukwa na baadhi ya mabondia wapotoshaji na wenye makengeza, ni lazima tuelezane. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Hassan Mwakinyo. Sasa baada ya kuweza kuandika huo ujumbe, sasa picha ya pili ndio akawa amejaribu kukata kipande kidogo cha kuonyesha kule Boxrec kwamba yeye ameshika nafasi ya kwanza na amepewa kile kikofia cha ukeng. Hassan Mwakinyo katika hii sheet ambayo ameipost, kuna mabondia wa chini ambao amefuta kutaka watu wasome kwamba ni akina nani, lakini kwenye listi ilionyesha nafasi ya pili yuko bondia kutoka nchini Kongo Patrick Mukara, na nafasi ya 3 yuko Mtanzania Richard Tangi. Kwa hiyo maoni yamekuwa mengi sana, kila mmoja akizungumza kwake, lakini pia na wewe kwa upande wako tuambie hiki ambacho amekifanya Hassan Mwakinyo alikuwa na maana gani, kufuta majina mengine ya chini na akaacha jina lake tu na akaposti na kuandika ujumbe kama huo. Lakini pia kuna wengine wanasema Hassan Mwakinyo ameacha vile kwa maksudi ili aweze kumuumiza Toa Kasim Kiduku pamoja na Ibrahim Class, ambao wao waliweza kujibizana kidogo kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutoa maoni kusema kwamba Hassan Mwakinyo amecheza na bondia ndizi, bondia kiazi, bondia ambaye hakuwa level yake na amempiga kama kumuonea ili aweze kujipa ujiko na jina kubwa. Sasa Hassan Mwakinyo kana kwamba anawajibu kwamba je, angekuwa ndizi na hana vigezo vya kucheza na mimi leo hii baada ya kumpiga KO ningeshika nafasi ya kwanza? Yes, ni kama Hassan Mwakinyo ameacha maswali hivi watu waweze kujiuliza. Yes, baada ya ile pambano kweli tuweza kushuhudia Toa Kasim Kiduku akijitokeza hadharani akijirekodi baadhi ya video akizungumza namna ambavyo Hassan Mwakinyo amekuwa akitafuta umaarufu kwa kupigana na mabondia ambao hawana uwezo wa kumchallenge,
bench kutokana na kiwango chake kwa sasa Hassan Mwakinyo ni kikubwa. Lakini cha pili, kwa hiyo anasema hata promoter alifanya makosa kumletea bondia ambaye ni mzaifu aje kucheza na Hassan Mwakinyo ili Hassan Mwakinyo apate matokeo ya ushindi na endelee kuwasumbua kusema kwamba yeye ni bora kuliko watu wengine. Toa Kasim Kiduku akafika mbali zaidi mpaka kutangaza kwamba anataka acheze na Hassan Mwakinyo ili awaonyeshe Watanzania kwamba anachokicomment kwamba alicheza na bondia dhaifu kina ukweli, baada ya yeye kutaka kucheza na Hassan Mwakinyo ili amtwange wengi waweze kufahamu hicho kitu. Lakini pia tunaweza kumuona bondia kama Ibrahim Class naye aliweza kujitokeza hadharani akisema kwamba Hassan Mwakinyo amezoea kucheza na mabondia dhaifu na anajizolewa maarufu wa bure, tofauti na wao huwa anacheza na mabondia wagumu ambao walipaswa waweze kuwa Tanzania 1, tofauti na Hassan Mwakinyo. Hassan Mwakinyo kwenye tambo zake mara kadhaa tumeweza kumshuhudia akisema kwamba katika ardhi ya Tanzania yeye ndio bondia bora, hakuna mwingine ambaye anaweza akafika level zake. Lakini sasa hawa mabondia wengine wanakuja kutoa comment na wanampinga kwamba Hassan Mwakinyo ni bondia wa kawaida na ndio maana wao wako tayari kucheza naye. Hassan Mwakinyo kwenye hiki ambacho amekiandika, je, ni kweli anawajibu wale ambao walikuwa wanambeza kusema kwamba amecheza na bondia ndizi? Sasa rank ya dunia imeweza kumpandisha na kuwa nambari 1 Afrika kwenye uzito wa kati. Tukutane kwenye comment. Kesi naenda kuimaliza today. Kesi ya Hassan Mwakinyo, Toa Kiduku, Ibrahim Classic. Nitaongelea hawa jamaa wawili kwa dakika 2. Almost nitamaliza dakika 5. Sikiliza. Tunaanza na Toa Kiduku. Toa Kiduku anaonekana ni king'anga, anatamani kupigana na Hassan Mwakinyo. Sababu ya kuwa king'anga, kuna vitu vingi atavipata akishapigana na Hassan Mwakinyo. Sababu ya kwanza, akimpiga Mwakinyo Toa Kiduku atakuwa star zaidi. Atachafua story ya Hassan Mwakinyo kuwa bondia bora Tanzania. Akipigwa na Mwakinyo Toa Kiduku atapata nafasi kubwa ya kuzungumziwa pia. Amepigana na Hassan Mwakinyo. Kwake inakuwa ni historia ambayo itakuja kufutika, amepigana na bondia namba 1 nchi hii. Akitoka suluhu na Hassan Mwakinyo atapita media zote, atapita kila sehemu kujisifu, nimepigana naye na nimetoka naye suluhu. Mwakinyo akimpiga Toa Kiduku hakuna kitachoongezeka. Mwakinyo akipiga na Toa Kiduku atashuka mazima. Umeona sasa hapo tofauti ya hivi vitu. So unakuja kuona Mwakinyo ni jinsi gani analinda brand yake, kupigana na hawa vijana ambao wameshindwa kutengeneza legacy, wameshindwa kulinda brand zao. Toa Kiduku brand yake imeshuka kwa sababu ameshindwa kuilinda kipindi amepata airtime. Hassan Mwakinyo ya time yake hadi muda huu ina nafasi kubwa sana ya kumpa riziki za hapa na pale. Ndio maana Hassan akamwambia Toa, mimi kupigania milioni 50 sishavuka huko, mimi sio maisha yangu. Na ni kweli kwa status ya Hassan Mwakinyo, Toa Kiduku ataona milioni 50 ni hela nyingi, ila kwa Hassan milioni 50 kwake si kitu, ni hela dagaa sana hata kama ana the way alivyojibrand. Nakupa mfano mzuri. Diamond alisema anatamani kuwa tajiri dunia nzima. Watu walibeza, lakini alikuwa na maana yule jamaa. Simone Mduanzi anajua. Nisikize mimi jaji mkuu nitakwambia. Unajua vile vitu vinafanywa na watu wenye mindset kubwa. Yaani lazima ujue. Ukishajua kabisa una brand kubwa, unaweza ukazungumza kitu alafu ukawatengenezea trust watu wa pembeni. So hata mimi tu japo sipo close sana na Hassan, ila Hassan akipigana naamini kabisa Hassan Mwakinyo achukui zaidi ya milioni 80, milioni 70. Naamini trust. Ila wengine kama sola 9.8 milioni, hao ndo wanapewa mabondia hao ambao tunakutana nao kwenye shughuli kila sehemu tunakutana nao. Kuna mabondia machoko yao unawakuta kila event. Siwataji, wanajijua. Simtaji mtu jina. Sawa. Kwa hiyo Toa Kiduku ndo sababu inamfanya mkimbilia Hassan Mwakinyo kutaka kupigana naye, anataka kupigana naye. Huwezi kupigana naye ujamaa sio level zako. Toa Kiduku, nenda nyumbani. Tafuta watu wako. I swear to God. Huwezi kupigana na Hassan. Hassan hawezi kabisa kukubali. Na itakuwa ni dharau kwake. Yaani iwekwe pembeni. Sasa tunakuja kwa Ibra na Hassan Mwakinyo, bifu lao ni bifu la kimahusiano pia. Hii ni tuweke sawa. Bifu la mahusiano ndio linamfanya Ibra na sasa ukijiuliza Ibrahim Classic anamchukia Mwakinyo kwa nini? Sababu Mwakinyo kamzidi ile jamaa kila kitu. Yaani kila kitu kamzidi, kila kitu kasoro rasta tu nigga, ana rasta. Mahusiano nikisema hivyo wananielewa. Mahusiano ndio yamesababisha hao jamaa wanafika hapa.
Hasa ukija kuangalia kuna mmoja analazimisha sana, alafu kuna mmoja yupo cool. Hassan yupo cool, Ibra anapita hadi media na anaenda media anaenda kuongea kuhusu Champez. Ibra, level zako si huyu. Level zako si huyu hata kidogo. Hata kupata na nafasi ya kumzungumzia Hassan ni dhambi. Sababu si level, una level za Hassan ndondoka hapo. Tunafahamu mabondia nyinyi wa Bongo mnapigana vipi. Umeelewa? Ukitaka kujua level zako si huyu, rudi nyuma kwenye pambano lako wewe na Nasib Ramazani la mara ya mwisho. Unataka kupiga mstari pale. Oh my god, sitaki kumzungumzia Hassan Mwakinyo kwa sababu bado sijafika level za Hassan. Hassan ukimwona anavyopigana, ukimwona Hassan anavyofanya matukio yake, unaona kabisa huyu ni classic. Si nyinyi ambao mnajiita class. Hassan ni classic mwenyewe ambaye nyinyi mnajiita. You know what I'm saying? Kwa hiyo mahakama kuu ya burudani inatoa onyo kuanzia leo. Nikiwa mimi jaji mkuu nina maamuzi ya kutoa onyo. Sikiza, hakuna mtu yote ambaye anatakiwa kupigana na Hassan Mwakinyo kama hajafika viwango, na hairuhusiwi mtu yote kumzungumzia Hassan Mwakinyo kama hajafika viwango. Nazungumza mimi jaji mkuu. Ukileta usumbufu tutakufungulia mashtaka uende ukapelekwa mahakamani, sasa ukajibu zaidi na zaidi. Kuna mahakama nyingine ambazo tumeziweka chamber. High Court chamber, shikaji wangu, si ndio? So mimi jaji mkuu today nimemaliza 2026. Hii ni tarehe 2. Mimi nimeamua kupita na nyinyi, kuzungumza na nyinyi, kuambia mambo kadhaa mawili matatu kuhusu wa mabondia wa mchongo wanataka kugombana na Hassan Mwakinyo. Mwakinyo sio bondia wa mchongo, nyinyi acheni uduanze shikaji zangu. 2026 badilikeni. Tafuteni watu wenu ambao mnataka mpigane nao. Mkiwapata ambao mnabidi mpigane nao, pigane nao kweli mpaka mpate majina yao. Mwakinyo shafuka huko. Don't panic. Tuna enjoy. Big shout out kwa wanangu wote. Twa Kiduku Ibrahim Classic. Lazima tuambie ukweli, lakini tunapendana. Tukutana huko tusigombane bana. Mwakinyo, huyu ni jamaa tu. Siku kitokea wewe mzigo wa kutosha, sign deal, piga vipande wote. Hakuna ambaye anakusumbua. Mimi na sign out in the black media. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.